Nikuje kwa Abdalla Mambo, nataka kurejea lile swala la wanaume kutelekeza majukumu na kuwafanya wanawake wengi wanakataa kupata watoto hata kwenye ndoa. Nani sinaweza kukuambia kwamba tabia ya mtu ni mtu. Unajua ndio maana kunasikia kwamba inatakikana wakati ambapo umejaliwa na watoto, mwanzo kama ni mtoto wa kiume akifika wakati ambapo anavunja ungo, inafaa unaanza kumuelimisha kuhusu ya kwamba masuala za ndoa, ya kwamba wewe mwanangu utafika uwe kama mimi, utakuwa na nyumba yako, mke wako. Wakati umepata mke, subiri wakati ukifika, usiwe na papara. Subiri wakati ukifika, tutaenda tuwa tunafanya hivi kwa utaratibu yetu sisi kama kabila fulani ama sisi kulingana na kikwetu, tutakusaidia kufanya hivi ndio ulete mke. Mke ubora wa mke ni na hii na hii. Sasa hapo kidogo unaanza kumwekezea akili ya utu uzima katika akili yake, na vile vile usisahau kumwekezea akili ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu unakumbuka ya kwamba ndoa ni ya Mwenyezi Mungu, sio yako. Naam. Unamwambia kwamba mwanangu, mheshimu Mungu, penda Mungu. Jua kwamba shetani hupenda sana kupiga vita ndoa, kwa sababu anajua kwamba ni kitu ambacho Mungu ndiye amehalalisha na ni kitu ambacho Mungu ameunda. Sasa huyu mtoto, wakati ambapo unalea mtoto kwa msingi ya kidini, mtoto anakuwa akijua kwamba inafaa niheshimu wazazi wangu. Mtoto ni lazima asaidie wazazi wake kwa njia moja au nyingine, kwa sababu hapo anachochea baraka. Huyu mtoto bila kusaidia wazazi wake, ndio maana yake ikifika wakati fulani mtoto amepotoka, anakuwa mtoto kama umbwa koko, anakuwa mtu aleweke hadi anaulizwa ya kwamba wewe ulilelewa na wazazi aina gani? Mtoto akishika hii inateleza tu, haikai katika mkono yake. Wakati ambapo wewe mwenyewe umefanyia mzazi wako, kumsaidia mzazi wako sio kumpatia pesa, wala si hata kwamba kutoka kule umemuoshea nini na nini, ile kutii. Maana hata dini, katika mafundisho ya dini yote inasema kwamba heshimu wazazi wako ili maisha yako uongezewe miaka katika dunia. Kwa hiyo unapata kwamba wewe ulitoka wapi wewe, ndio manake kwa kuja katika dunia unakataa kusaidia wazazi wako. Sasa kwamba unasaidia wazazi wako hawajiwezi, pale unaenda kuchochea baraka ili wazazi wako wakubariki. Mimi naweza nikasema hivi, vijana ambao unasikia kwamba siku hizi hawataki masuala za ndoa na nini, ni vile ya kwamba wanakumbatia utamaduni ya kizunguzungu. Unaona? Lakini tukirudi katika utamaduni yetu sisi kama Afrika, jamani, msahau mila ni mtumwa.